Bei zinapanda lini na zinashuka lini kwenye uzoefu wako wa masoko? Nakushukuru sana, hilo ndio sasa watu wanaangaliaga sana, asema kitu kina soko. Soko la parachichi ni kubwa mno. Kwanza ni mahitaji ni makubwa mno. La kwanza linahitaji lake ni kula kwa mwanadamu tu, analila lenyewe. Cha pili anakamua mafuta. Cha pili anatengenezea vipodozi. Sasa wewe unasema soko sasa lilivyokaa. Tunda aliyokuwa la ulaji, yani mtu anayekula mwezi wa kwanza, usiweke msimu wa mwaka na miezi 12. Wa kwanza mpaka mwezi wa 3 tarehe 1. Unaweza kuona soko labda linacheza 2000. Inapokuja mwezi wa 3 tarehe 1 mpaka mwezi wa 5 hapa inaanza litakuwa linashuka. Hii miezi miwili tena. Wa 3 wa 4 labda hadi wa 5 miezi mitatu linashuka kwa sababu sokoni kwa mnapeleka watu wengi sana, soko linaenda kujaa. Ukienda kujaa soko siku zote, kitu kijaa sana sokoni msimu fulani huwa kina promo kama nchi nyingi zinakuwa zinavuna. Sasa wewe kama mjanja unavuna lile parachichi, ulivuni unaliacha kwenye mti toka ule mwezi wa 5 unaanza kuvuna mwezi wa 8 na kuendelea, ambapo sasa soko linakuwa limefunguka zaidi. Mwezi wa 8 nauza kwanza 7 wa 8 soko la kuuza parachichi halipungui kilo shilingi 3000. Sasa kama 3000 wewe uliacha kwenye hapa kuuza 2000 ukalisogeza, sababu kusogeza kwake ni kulitunza, ulimwagia pia dawa vizuri. Kwa hiyo fika mwezi wa 8, kwa mfano mwaka jana watu wamekuja nataka parachichi kama na tani 20 peke yako, yani kwanza tani 20 nazo mtu analipa lakini 1400 kilo. Sasa ukiwa na tani 100 milioni 400 unaniambia nini kwenye story ya maisha? Kwa hiyo vijana tutengeneze malengo. Soko lipo kubwa mno. Tutengeneze malengo kwa nataka kufanya soko. Pia tunahitaji ushauri kwa yule mtu ambaye anataka kuanzisha kilimo cha zao la parachichi. Mtu mwenye 500,000 anaweza kuanza kuingia kwenye kilimo cha parachichi akiwa tayari na eneo? Mwenye 500,000 haitoshi. Kwa sababu hii itakuwa ni hadithi ambayo sio sahihi. Kwa sababu nikizungumzia mche uliokuwa bora kwenye ekari moja, yani ana shamba tayari, mche bora kwenye ambao unabidi ingie miche 120 unauzwa shilingi 5,000 hadi 6,000. Sasa ukipiga hesabu hapo ana shilingi 720 ya miche peke yake, sababu hatakuwa amefanikiwa. Kwa hiyo unasema usiingie na shilingi 500,000. 500,000 ni kitu ambacho kinahitajika sana kwenye vitu vidogo sana, na kwanza haitawezekana kwenye biashara. Ila nashauri sana kwenye anayeweza kuingia kwenye hili zao, ekari moja yani ya mwanzo anayo kabisa kila kitu au na milioni 2 standard. Wasipiga hadi standard nzuri, akiwa na milioni 2 ekari moja inakaa vizuri kwa kuanzia, kwa sababu atanunua miche bora kwa shilingi labda 720,000. Miche bora anabakia na shilingi 1,280,000. Akichimba mashimo labda 2,000, kila shimo anachimba kwa shilingi 240,000. Tayari hapa anabakia anaenda kwenye 1,000,000 anaibakia nayo. Kwa hiyo akija kununua samadi mifuko ile 120 au mfuko moja 3,500 ananunua kwa 400,000. Tayari hapa ameshachanganya shimo ile ameweka. Akinunua chokaa nini 2,000,000 na nguvu kazi atumie pia na yeye. Yaani nguvu ya yeye mwenyewe atumie, kwa sababu unaweza kuona shimo kama kuchimba mwenyewe. Hii ni kitu ambacho kama unaanza maisha anza kwa ugumu. So unaanza maisha bila history. Kwa nimechimba shimo mwenyewe, nimelima mwenyewe, hizo gharama nazipunguzia mwenyewe. Kwa hiyo 2,000,000 utabalance uanzie maisha. Sawa, na pengine labda kwa eka moja nitakiwa kwa sasa ikae vipimo vya size nitakiwa ikae miti mingapi? Miti 120. Naomba vijana wapande miti 120. Yaani 4 kwa 8. Ingia Google kwenye mitandao yote. Utaona nchi zote zinazopanda 4 kwa 8. Kwa nini panda 4 kwa 8? Yaani nafasi 4 kwa 8 unaingia miche mingi kwenye shamba hilo hilo. Na mavuno yako utapata mengi kwa mara moja. Kwa mfano unaona kabisa hapa, nikipanda 8 kwa 8 napata miche 60. Nikienda kwenye 8 kwa 4 miche 120. Mapato yangu ndani ya miaka 5 ni makubwa kwenye ekari moja. Sawa. Pengine labda kuna masuala ya miundombinu ya umwagiliaji kwenye shamba la parachichi. Kuna maeneo mengine umwagiliaji haiwezekani kulingana na mwinuko au mabonde, na pia kwenye upande wa barafu tumeona kwamba baadhi ya wakulima wanalalamika kwamba kuna barafu, kuna nini. Hii ipoje? Labda nifanue.
Ndio maana kabla hujaanzisha kilimo lazima ujue kuna kilimo kinataka maji. Lazima uangalie maji yataingia kwa mtiririko gani. Kama kuvuta na sola au kwa mseleleko. Unavuta mseleleko maana anatembea hayatumii mashine yote kupandisha. Unavyosema kwa kutumia pump, unaweka sola au umeme kupandisha milimani ili umwagilie. Eneo lako linafaa kwa kuendesha kilimo kwa mtindo gani kupandisha maji mlimani. Kwenye kumwagilia tunatumia mifumo ambayo imepita pipe kila mti. Unamwagilia kila mtu kuna pipe zimefungwa. Kwa shamba lolote hili lote limemwagiliwa na pipe zimepita huko. Eka moja ambayo baada ya kupandisha maji kule kwenye tanki kuna gharama zake. Kupandisha maji kutoka kwenye tanki peleka juu. Sasa unapeleka uzipeleke kwenye eka moja. Lazima ujue sasa unapeleka maji na gharama kiasi gani. Eka moja tunazungumzia lazima uanzisha una mtiririko wa kuendeleza ile eneo sababu uwekezaji wake unahitaji sana upanuzi. Sasa mbaya iliyopo maeneo yetu tunalima kila moja kivyake. Ila tungelikuwa watu wanalima sehemu moja au milima kadhaa. Basi maji walikuwa wanashirikiana pale kwa moja na changiana wanaanza kugana maji. Kwa hiyo nashauri sana kilimo kinataka maji. Na si maji tutakuambia taratibu zote tunazo. Tujua maji yanapatikana kwa mtindo huu kwa gharama hizi kwa hapo ulipo wewe. Tutakuja mtaalamu wetu anapima ile eneo wanakuambia maji hapa yana uwezo kutumia sola yenye uwezo huu. Tukishuka tunaenda kwenye upande wa kuyaingiza shambani. Tunakwambia kuingiza shambani kugawanya kila shimo. Kuna gharama hizi tunatoa maelekezo sisi kwa kweli. Kwa hiyo tuombe si hatupo kwenye kipande cha tunajua zao la parachichi vizuri mno. Linataka nini? Na eneo lako lifanikiwe ufanye nini? Kwa hiyo sisi ukifika site shambani kwetu tutakuelekeza na ukienda shambani kama hujaanzisha kabisa za shamba. Sisi tutakwambia shamba nunua usinunue. Kwa hiyo ningozungumzia baadhi ya maji, najua tumeelewana sana swala maji. Na maswali zaidi nitakaribisha watu waende kuniuliza zaidi swala maji. Na nitawajibu kulingana na jiografia eneo lake. Kwa hiyo maswali mengi yanajibu shamba lenyewe tunajibu kulingana na shamba lilivyo. Hatuwezi kujibia swala shamba la mtu fulani tukamjibia huyu viwili tofauti. Kwa hiyo usichukue gharama ya mtu fulani na mtu fulani vinalingana. Vinakuwa tofauti kulingana na jiografia eneo lilivyokaa shamba. Sababu mashamba yapo milima. Kwa hiyo nenda kwenye barafu. Barafu ndugu zangu ndio ugonjwa mkubwa. Wengi wamefeli, wamekimbia Njombe. Wamesema Njombe si kuna wachawi, wamechoma matunda yao. Hapana. Umenunua eneo ambao mkondo wa barafu unapita. Ukaja kupanda haya mazao. Mle mkondo wa barafu hayungui cabbage, hayungui China, hazungui njegere. Mazao ambayo tunajua siku huwa hayaungui maeneo hayo. Lakini parachichi lina sehemu yake. Ukipita mkondo wa barafu lenyewe limeungua. Yaani nakauka kabisa hutapata mazao. Kwa hiyo niombe sana kama unataka kwanza yote njoo jifunze, tukupe elimu kabla. Yaani hela yako iwe mfukoni huku, tumia ada yako hata 200,000 iwe ada ya kujifunzia kwanza. Upo Dar es Salaam, upo Mwanza, uko wapi, njoo kwanza tukupe elimu. Asijifunze kwenye simu. Duniani hapa hamna kilimo cha kwenye simu, WhatsApp ambacho kinaendana na teknolojia ambayo ya kwenye simu. Kilimo cha kwenye simu hakipo duniani. Kilimo ni wewe mwenyewe ukiamua sasa unasema nataka kufanya kilimo biashara. Na ukifanya kilimo biashara kuwa serious na eneo muda wote unalifuatilia jambo lako vizuri kwenye biashara zako. Kama hii ni biashara ya kilimo, umeingia kabisa kwenye kilimo, ingia fuatilia. Watu wengi wanalima mashamba kwa njia ya simu. Hiyo mimi nimekataa. Na mimi saizi akiniambia mtu bwana Madebe naomba nitafutie shamba. Naambia njoo kwanza jifunze kilimo kabla hujatafutia shamba. Njoo jifunze jiografia ya Njombe kabla hujatafuta shamba. Njoo jifunze mimi nimefanikiwa kiasi gani kabla hujatafutia shamba. Njoo ujue kilimo kinataka nini, yani parachichi inataka nini. Unaponunua shamba, ujue unanunua shamba lina changamoto hizi, zinahitajika hiki na hiki na hiki vyote. Kwa sababu unaweza kununua mkondo wa barafu. Kwa mfano mimi ukija kwangu sasa hivi ninajua huwezi kununua mkondo wa barafu kwangu. Mimi nishajua eneo la mkondo wa barafu ili napita barafu wazi zinaunguza. Sababu kwetu Njombe ipo mikondo ya barafu inaunguzaga haya mazao. Kuna sehemu nyingine kuna mikondo haipo ya barafu, sehemu nyingine ipo. Kwa hiyo ukija ukakutana mtu labda bahati mbaya hujakutana na bwana Madebe, umekutana mtu mgeni tu. Haraka kuanzia saizi ninavyozungumza mimi 2026 hii umekutana wewe na mtu anakuambia unamwambia mimi natafuta shamba. Atakwambia shamba ninalo.
hujui ni mkondo wa barafu, yeye anadaiwa ada. Kwa mwingine anadaiwa deni na mtu mwingine, anaomba shamba lipo. Unapoenda kununua tu umeshamalizana, unaenda kulima barafu na tu inaunguza. Mmoja utapata hasara. Kwa hiyo watu wengi wanapata hasara kwa kuto kujua, kwa kukosa maarifa. Madebe, pengine umeshikaje soko kwa muda mrefu kuhusiana na kilimo cha parachichi? Cha kwanza ni kuwa mtafiti kila mara. Yaani utafiti wa jambo lile ulilonalo. Kama mimi nimefanya utafiti wa kilimo kinataka nini. Hiyo ndio nikita sana. Ndio maana kama kushika soko au kushika jina la kwangu kana nalielewa sana. Yaani zao la parachichi nataka nini? Kama nataka maji, mimi nifanye utafiti wa maji tunapata kwa njia gani yale maeneo. Kwa hiyo nimefanya utafiti mkubwa sana maji, kufanya utafiti wa hiki kilimo kinahitaji nini, samadi upate wapi. Hivi vyote nimefanikiwa vilivyoweza kunibeba. Na nipo serious sana. Ila nasema kweli, yani 2020 ninavyoenda kati ya kila mwaka nilikuwa naenda nabadilika sana. Yani mti huu nilikuwa natumia kuvuna miaka 4. Leo navuna miaka 2. Matunda haya hapa ndugu zangu. Kuna story nyingine uliweza kuiona kabisa ni za hadithi za ongo. Hii tunda nimepanda 2024 Januari. Leo ninavuna hapa hazipungui kilo 10. Lakini haya matunda yote haya, nasema matunda leo za mwaka huu mwaka wa pili, nazungumzia kama ni matunda sio kwa, yani kwangu sipige hesabu kama biashara. Napiga hesabu kama ni sadaka tu inahitaji kuitolea kanisani, kwa sababu ni ametoka, ila ya malengo ni matunda ya kuanzia miaka 3, 4 na kuendelea. Hayo nafanyia malengo kwa mwaka huu nitavuna kilo kadhaa, ninafanyia malengo haya. Kwa hiyo mtu asidanganya sema hivi nikivuna mwaka wa kwanza napata shilingi ngapi? Wanamwambia wewe unaweza kukuta shamba langu hili katika matunda yapo 120 yaliyozaa angalau vizuri kabisa ni matunda 80, 40 hajazaa. Mwaka wa pili unapokumpanda matunda 120 yale kwenye kuvuna anaweza kaja kuvuna matunda 100. Haya shina balance tu, unapigia hesabu ya matunda 100. Kwa hiyo ni hesabu tu ya kiuchumi.